vizuri ya kwamba kuna watu wanainuanga tunguri waweke ulinzi kwa maboma yao. Wengine wanategemeanga uchawi, wengine wanategemeanga majina makubwa ya jamii zao. Nimewaisikia mtu akijiinua kwa jina la babu yake, lakini niruhusu jioni ya leo nililete jina ambalo limeinuliwa. Niruhusu jioni ya leo nitangaze jina ambalo limeinuliwa. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Numbers, maandiko yananiambia ya kwamba wakati wana wa Yakobo walipotoka Misri, yapo majira walifika wakakabiliwa na vita. Kuna mfalme anaitwa Mkanaani akawainukia kinyume chao, na maandiko yanasema ya kwamba nao wakakabiliana na yeye wakapata kumshinda. Na maandiko yananiambia ya kwamba wakateka mateka watu kadha wa kadha, na baada ya hiyo wakaweka nadhiri kwa Mungu, wakamwambia ikiwa Mungu utaweka Mkanaani katika mikono yetu, tunaweka nadhiri kwako, tutaangamiza miji yao na majina yao yatafutwa katika uso wa dunia. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akapenda sauti ya Israeli, akaweka Mkanaani mikononi mwa Israeli. Mkanaani akapigwa na Yakobo, akasambaratishwa kabisa, miji yao ikachomwa kabisa, maisha yao yakabadilishwa kabisa. Walipomaliza zile vita, maandiko yananiambia ya kwamba wakasafiri kwa njia ya bahari ili kuikabili Edomu, na maandiko yanasema ya kwamba ati watu wakafa moyo kwa sababu ya ile safari. Wakamnungunikia Musa na wakamnungunikia na Mungu. Kitu kimoja ujue mpendwa, kuna hatari katika kunungunika. Ikiwa wewe ni mzima, wapendwa, mshukuru Mungu. Hata ikiwa hauko mzima, pia ya kupasa mshukuru Mungu. Manunguniko kwa Mungu ni balaa, manunguniko kwa Mungu ni makosa, na kwa sababu ya manunguniko watu wamejitakia vita na Mungu. Kwa sababu ya manunguniko watu wamejipiganisha na Mungu. Wana wa Yakobo wakamnungunikia Mungu na wakamnungunikia Musa. Maandiko yanasema ya kwamba wakamwendea Musa wakamwambia, kwa nini Musa ulitutoa huko Misri ili tuje tuhangaike jangwani? Maana hapana chakula na hata maji hapana, na mioyo yetu sisi inakinai chakula hiki dhaifu. Maandiko yanasema ya kwamba hati kwa sababu ya hayo manunguniko Mungu akawapa hatari, Mungu akawapiga na pigo, Mungu akaangusha mapigo yake, Mungu akatuma nyoka za moto zikawa zinawauma watu, wakaumwa na nyoka za moto, watu wakapata maumivu, wengine wakafa. Ni kwa sababu gani? Kuna nyoka za moto zimetumwa kutoka mbinguni. Napenda ufahamu makosa na shida zingine wanadamu hawapeangwi na shetani, wanaleteangwa na Mungu kwa sababu ya kumkosea. Hivi ninavyoongea kuna watu wanaumia kwa mili, magonjwa yamewakalia kwa sababu ya makosa wamemfanyia Mungu. Watu waliumbwa waabudu Mungu, wametengeneza vinyago kwa nyumba, waliumbwa walindwe na Mungu, wameweka vitu viwalinde, wamewekewa maisha mazuri na Mungu, wanaanza kumnungunikia. Na kwa sababu hiyo watu wanaumwa na nyoka. Mungu ametuma nyoka fulani zinaitwa magonjwa ya kansa, zinawauma watu. Mungu ametuma nyoka fulani zinaitwa magonjwa ya arthritis, hata ukimwi umetumwa. Ni kwa sababu gani? Watu wamemnungunikia na Mungu. Wengine wanaumwa na nyoka, wapendwa, anaitwa uchumi, ametoka kwa Mungu kwa sababu ya manunguniko. Na kuombea neema kabla niendelee, roho ya manunguniko ikuondoke, roho ya manunguniko ikuondoke. Watu wa mtaa huu Likoni, watu wa mtaa wa Kwaziwe, wapendwa,
wa Mungu anatangaza tuache manunguniko, tuache manunguniko. Kuna hatari katika kunungunika. Wakamnungunikia Mungu, wakatumiwa nyoka za moto, zikaanza kuwauma, zikaanza kuwaua, zikawatesa sana, wengi wao wakafa. Maandiko yanasema ya kwamba kwa ghafla na kwa haraka wakakimbia kwa Musa, wakajua kuna jambo makosa mahali tumefanya. Wakamwambia tunaomba utusamehe, maana tumekunungunikia na pia tumeunungunikia Mungu. Basi tunakuomba Musa, tuombee kwa Mungu atuondolee hii shida, tuombee kwa Mungu atuondolee hii balaa. Watu wa mji huu walikone Mungu amewapenda, amewaletea watumishi wake ambao kukiwa na shida wanaweza kuwaombea kwa Mungu. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na mtu wa Mungu ambaye anaweza kukuombea kwa Mungu. Wakaenda kwa Musa, wakamwambia tuombee kwa Mungu atuondolee hii shida. Musa akaongea na Mungu na Mungu akatoa suluhisho la kuombea jioni ya leo. Kila nitatamka kwako katika maisha yako kiwe ni suluhisho ya shida yako, kiwe ni suluhisho ya shida yako. Kama umeumwa na nyoka wanaitwa magonjwa, leo na kuombea kwa Mungu alete nyoka wa shaba. Musa akaongea na Mungu akamwambia tengeneza nyoka wa shaba ukamweke juu, na itakuwa ni suluhisho. Yoyote atakayeumwa na nyoka za moto atatazama nyoka wa shaba naye atapata kupona. Wapendwa, nilipokuwa ninasoma hayo maandiko ya Mungu nikaambiwa nije nikwambie ya kwamba Yesu ameinuliwa, ameinuliwa kuliko shida zako, ameinuliwa kuliko vita unavyopitia, ameinuliwa kuliko mambo yote yanayokukwamia. Ameinuliwa, Yesu ameinuliwa, Yesu ameinuliwa, Yesu ameinuliwa. Hata kama wengine watainua waganga, sisi tutamuinua Yesu. Hata kama wengine watainua vinyago, napenda wafahamu ya kwamba tutamuinua Yesu. Najua na ninaelewa mtaa huu umejawa na wachawi. Usiku kuna watu wamenitembelea na nikawakemea kwa jina la Yesu. Baadhi nimeona sura zao na ninawajua, napikana na wao. Wameamua tusihubiri Injili. Ambia mtu Yesu ni nani, akatulinda usiku wote. Leo tunatangaza Injili. Wakawa wananiuliza maswali, kwa nini ulifungua mama pale, kwa nini ulifungua kijana pale? Nikawaambia kama nilivyowaambia jana ya kwamba Yesu anaacha naye. Niruhusu nitangaze habari za jina la Yesu. Niruhusu nitangaze habari za jina moja wa Efeso 2:9 ya kwamba kwa hivyo Mungu alimuadhimisha mno akamkirimia jina lipitalo majina. Tangazia mtu tumepewa jina. Ongea na jirani, tumepewa jina, tumepewa jina, tumepewa jina. Wapende wasipende, tumepewa jina. Wakatae wakubali, wahewa jina. Amen. Na mtu gani tunengeta shidwa? Mwamba na mtu bae mwambe huna jina. Wewe unayenitazama tumepewa jina. Ambia mtu tumepewa jina. Wanaenda kwa waganga watafute mambo ya kishirikina ati wajenge majina ya duniani. Sisi tumepewa jina, sisi tumepewa jina. Maandiko yananiambia ya kwamba katika kitabu cha Yohana 2:3 maandiko yanasema ya kwamba hapana aliyepaa juu mbinguni ila yeye aliyetoka huko huko. Na kwa sababu hiyo, kama vile Musa alimuinua nyoka wa shaba jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Amen. Ni jambo gani umeinua kwa maisha yako? Ni mambo gani umeyainua kwa maisha yako? Baadhi yetu tumegonjeka, baadhi yetu tuna maumivu. Badala ya kumuinua Yesu, tunainua maumivu yetu. Corona ilikuja hata kwa makanisa, watu wamesahau jina la Yesu. COVID-19 kila mahali, hata wachungaji. COVID-19, COVID-19 wameliinua jina.
Ambia mtu corona ni kajina, kansa ni kajina. Ambia mtu arthritis ni kajina. Ongea na mtu mwambie ukimwi ni kajina. Na hayo majina yote ya duniani yamepewa amri ya piga magoti mbele ya jina la Yesu. Amen. Tumepewa jina. Yes. Nini inakuangaisha? Kuna jina tukiliita hiyo inaondoka, hiyo inaondoka, hiyo inaondoka. Amen. Na kama jinsi Mungu aishivyo, kuna watu wagonjwa leo watapona. Na kama jinsi Mungu aishivyo, kuna watu wanasumbuliwa na ndoto mbaya leo zitaondoka. Na kama Mungu aishivyo, kuna watu wameteseka hawana kazi, leo watatoka na nyota ya kazi. Pokea hiyo neema, jina la Yesu. Jina, tumepewa jina. Lipo jina nilipendalo, jina Yesu, jina tamu nilipendalo. Sema lipo jina, lipo jina nilipendalo, jina Yesu, jina tamu nilipendalo, jina lipo jina nilipendalo, jina la Yesu ni Yesu, jina tamu nilipendalo, jina. Baadhi ya wanadamu yapo mambo yanawasumbua, lakini wanakosa ufahamu ya kwamba hayo mambo yanayowasumbua wakiyaleta kwa jina la Yesu yanaisha. Nini inakusumbua? Ni ndoa, litie jina la Yesu, maana ameinuliwa. Hakuna aliyeinuliwa juu, aliyepaa juu, isipokuwa yeye aliyeshuka kutoka juu. Mwana wa Mungu ameinuliwa. Nisaidie, ongea na mtu mwambie Yesu ameinuliwa. Yesu. Ongea na mtu mwambie Jesus has been lifted up. Hallelujah. Amen. Unaweza kusimama kwa miguu yako kwa sababu ya masaa ya serikali. Tumepewa masaa kidogo sana. Tuombe. Kesho tuko hapa.